Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Unaweza ukasema ni pigo lingine kwa Ukraine, ni pigo la mashambulizi makali ya Urusi yaliyofanywa na jeshi lake. Hata hivyo, zaidi ya watu 30 wameuawa huko Ukraine katika mashambulizi makali yaliyofanywa na Urusi. Ni mashambulizi ya kutisha wakati huu. Shughuli za uokoaji zinaendelea nchini Ukraine, huku jiji la Kiev likomboleza vifo vya watu 30 waliouawa kwenye mashambulizi makubwa ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine. Mashambulizi ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ni makubwa na mabaya kuwahi kutokea katika mwaka huu. Ukraine inawaomboleza watu hao 30 waliouawa, na meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, ameeleza kuwa watu 92 wamejeruhiwa. Meya Klitschko alitangaza mnamo Ijumaa kwamba wanaandaa siku ya kuomboleza wahanga waliouawa kwa mashambulizi ya Urusi, akisema shughuli za uokoaji zinaendelea huku wataalamu wa uchunguzi wa kimatibabu nao pia wakiendelea kutambua miili ya watu waliouawa. Mamlaka katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, zimewahimiza wakazi kupunguza muda wa kukaa nje kwa sababu moto unaosababishwa na mashambulizi makubwa umeongeza kiwango cha uchafuzi wa hali ya hewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema zaidi ya majengo 100 ya makazi yameharibiwa kutokana na mashambulizi ya Urusi, na Urusi imejibu kwa kusema mashambulizi hayo ni kwa kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine dhidi ya Urusi. Ukraine imefanya mashambulizi kuilenga miji mikubwa miwili ya Urusi ya Belgorod na Bryansk iliyo karibu na mpaka mnamo siku ya Ijumaa ya wiki hii asubuhi. Meya wa jiji la Belgorod, Valentin Nemidov, amesema katika taarifa yake kwenye mtandao kuwa mwanamke mmoja ameuawa kwenye mashambulizi hayo. Meya Deminov ameeleza kuwa Ukraine ilifanya mashambulizi hayo ya makombora yaliyolenga miundombinu ya raia na yamesababisha uhaba wa maji na umeme katika jiji hilo la Belgorod lenye wakazi zaidi ya 300,000. Katika eneo la Bryansk, kaimu gavana wa eneo hilo, Yegov Kovalchuk, amesema mtu mmoja aliuawa na watu wengine 2 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine asubuhi ya jana Jumamosi. Wakati huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema Urusi kupitia mfumo wake wa ulinzi imedungua ndege zisizokuwa na rubani 155 katika rasi ya Crimea. Ukraine imeongeza mashambulizi yake ndani ya maeneo ya Urusi na hasa inalenga miundombinu ya nishati. Hilo limesababisha mgogoro wa mafuta nchini Urusi na kuilazimisha nchi hiyo, ambayo ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa mafuta ulimwenguni, kuagiza petroli. Lakini hata hivyo, moja kati ya jukumu kubwa ambalo linafanywa na Urusi ni kurekebisha mifumo yake ya ndani kuhakikisha kwamba wanapata mafuta ndani ya nchi hiyo. Hata hivyo, Urusi imeshutumu nchi za Ulaya kwa kuchochea mzozo wa nchini Ukraine. Kamanda mkuu wa jeshi la Urusi amempa taarifa Rais Vladimir Putin kuhusu mashambulizi makubwa yaliyokuwa yakifanywa katika miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo mji mkuu wa Kiev. Hata hivyo, ikulu ya Kremlin imesema jeshi litaongeza shinikizo kwa Ukraine ili kufikia malengo yake katika shambulizi hilo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba katika mapambano ya sasa zaidi ya watu 30 wameuawa. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amelaumu Ulaya kwa kuchochea mzozo huo, akiapa kuwa Urusi haiwezi kufumbia macho mwenendo huo. Hakuna shaka kwamba Ulaya ndio inayochochea mzozo huo, huku ikimarisha nguvu zake za kijeshi ikijiandaa kukabiliana na shirikisho la Urusi. Hili halina shaka kabisa. Jambo hili linazidisha mvutano ambao tayari umeongezeka barani Ulaya. Jambo hili linatufanya tuchukue hatua za ziada ili kuhakikisha usalama wetu wenyewe, anasisitiza Peskov. Wakati huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Mataifa Kaja Kallas amesema atapendekeza vikwazo vipya kwa viwanda vya kijeshi vya Urusi ili kuongeza shinikizo kwa Moscow hadi pale itakapoelewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Huo ndio mpango wa nchi za Ulaya kupambana kwa hali na mali kuona kwamba Urusi haiwezi kufua dafu katika vita hivi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.